Mpunga ni nafaka ndogo lakini yenye nguvu kubwa. Inalimwa na kuliwa na zaidi ya nusu ya watu wote duniani. Lakini safari ya mpunga haikuanzia tu kwenye sahani zetu. Ilianza zaidi ya miaka milenia 10 iliyopita nchini China. Leo tunaelekeza darubini yetu taifa la Kenya ambalo mpunga umetoa mizizi ya maisha. Je, mpunga ni nini? Mpunga kwa wengi unajulikana kama mchele ambao hujatengenezwa. Kilimo cha mpunga kilianzishwa rasmi nchini Kenya miaka ya 1950 eneo la Mwea, Kirinyaga County. Uwepo wa mto Dhiba ulifanya eneo hilo liwe bora zaidi kwa ukuzaji wa mpunga. Tangu wakati huo mpunga umekuwa uti wa mgongo wa wakulima wengi. Leo hii Mwea huzalisha zaidi ya 80% ya mpunga wote nchini. Maeneo mengine yanayolima mpunga ni kama vile Ahero, Kisumu County, Bunyala, ikiwa Busia County, Tana Delta, Msambweni, tusisahau pia Galana. Kila moja lina mchango wake katika uzalishaji wa mpunga. Mpunga hauishi tu shambani, ni chanzo cha lishe, ajira na biashara. Hutoa nafasi ya kazi kuanzia kwa wapandaji hadi wasindikaji. Ni chakula kinachokubalika katika mlo wa familia nyingi. Kwa baadhi ya jamii, mpunga ni zaidi ya chakula, ni utamaduni. Lakini je, ushawahi gundua kwamba mpunga upaliliwa kwenye maji mengi? Ni kwa nini mpunga unapandwa kwenye maeneo yanayokaa kama mabawa? Hapa sababu. Mpunga upandwa kwenye maji si kwa bahati tu, bali kwa sababu maalum. Mojawapo ikiwa ni kuipa mizizi nguvu ya kutosha, kuzuia magugu kukua, kusaidia udongo kubaki na joto la kutosha. Isitoshe, pia maji yanasaidia kupunguza hatari ya magonjwa. Hii ndiyo sababu mashamba ya mpunga hufanana na mabawa madogo. Safari ya mpunga nchini Kenya haijakamilika kuandikwa. Inazidi kuandikwa kila mavuno na kila sahani.